tumeongeza thamani ya mauzo ya nje ya bidhaa na huduma export kwa zaidi ya 14% ikifikia takriban dola za Marekani bilioni 16.89 kwa mwaka huu 2025. Lakini pia ilikuwa muhimu kuhuisha sera hii ili kukuza biashara ya bidhaa za viwandani na kilimo zilizochakatwa. Kwa upande wa bidhaa za viwanda tumeanza vizuri. Kuna bidhaa nyingi zinakidhi soko la ndani na hivyo sasa inabidi tupeleke nje. Na wengine watakuwa wanafahamu kuna baadhi ya bidhaa ambazo naweza kuzitolea mfano. Kwa mfano, bidhaa ya saruji, yani simenti, uzalishaji katika soko la ndani ni tani milioni 10.9 na mahitaji ya ndani ni tani milioni 8.5, na kwa hiyo tunakuwa tuna ziada ya tani milioni 2.4 ambayo tunaitumia kwa ajili ya masoko ya nje. Lakini vile vile bidhaa nyingine sisi tumezoea kuita marumaru tiles, ambapo sisi tunazalisha takriban metric ton 125,000 kwa siku na mahitaji ya ndani ni metric ton 80,000 kwa siku, na kwa hiyo tunakuwa tuna punguzo hapo za ziada karibia 45,000 ambayo sasa ndo tunapeleka kwa ajili ya soko la nje. Lakini vile vile tuna bidhaa inaitwa float glass. Ni zile vioo ambavyo vinatumika kwenye usanifu wa majengo. Hapa tunazalisha takriban tani 121,500 kwa mwaka na mahitaji ya ndani ni kidogo sana, kwa hiyo inasababisha karibia 60% ya uzalishaji tutumie kwenye masoko ya nje. Lakini vile vile kuna bidhaa ya mabati ambayo kwa mwaka tunazalisha takriban tani 260,000 na matumizi ya ndani ni tani 130,000. Kwa hiyo inayobakia takriban tani 130,000 inabidi tutumie kwa ajili ya masoko ya nje. Kwa hiyo najaribu kuwaonyesha ni kwa namna gani tumeweza kuhuisha sera zetu, sheria na kanuni ili kuweza kuendana na mahitaji ya sasa, na hivyo tunaanza kuona manufaa yaliyopatikana kwa kufanya hivyo kwenye kipindi cha kwanza cha serikali ya awamu ya 6.